Kuna nini? Huwa hatufurahi sana na kituo chetu kibovu hakitoshi. Viongozi wetu wa juu tusiwaumize, tusiwachoshe. Mpaka leo hakuna kuku wala yai. Nasisitiza kwamba zote ajila lazima daktari pale kalana hayupo. Wananchi wanakutwa na changamoto, matatizo. Sawa, izungumzwa nyumba hiyo, na kuna na maeneo, kuna eneo la ufugaji wa kuku hapa. Tulikuwa navyo viwanja vya ndugu zetu, wakaundwa kamati ikalifuatilia hivi viwanja, wanakuja wekezaji wakifuga kuku, mtapata hichi na hichi na hichi na hichi. Wakaja wakapewa ile eneo wakalitumia, mpaka leo hakuna kuku wala yai. Foto ya walimu wa science sana somo la physics na mathematics. Kwa hiyo tumeliwasilisha jambo hili kwako mheshimiwa, ili ulifanyie kazi. Tunaomba walimu wa science kwa ajili lazima daktari pale kalana hayupo. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa, tusogelee daktari mmoja alale pale, sio akae mjini wote. Nyumba tunayo ina kila sifa. Kuna nini? Swala pili, tumezungumzia kuhusu mambo ya afya. Kituo chetu kidogo na kituo chetu kibovu hakitoshi. Jambo la msingi ambalo sasa hivi tunaendelea nalo katika mipango kazi ya mkoa ni kufanya tathmini ya upatikanaji wa huduma za kijamii ndani ya maeneo yetu yote. Kama mnavyofahamu, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa tuna wajibu wa kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali zote. Nasisitiza kwamba zote, hakuna sekta ambayo hatuna wajibu wa kusimamia utekelezaji wake kwenye ngazi ya mkoa wetu. Kwa hiyo tunapokuja kuuliza, tunapokuja kufanya kazi kwenye hizo sekta, msishangae sana. Ni wajibu wetu kuona kila kitu kinaenda vizuri kwenye ngazi hii, na ndio maana tunafurahia sana endapo wananchi wanakutwa na changamoto, matatizo, waziwasilishe kwenye ofisi zetu ili tuweze kushirikiana na hizo sekta kuweza kutoa huduma zinazostahiki kwa jamii. Huwa hatufurahi sana na hatufurahi kweli kweli tukasikia tu asubuhi kwenye mawio, basi wananchi wadogo wanalalamika kuhusu hiki na hiki na hiki. Unaanza kuulizwa, mkuu wa mkoa vipi hilo? Mimi silijui. Unamshika na wewe wa chini yako, mkuu wa wilaya vipi hilo? Ana mimi sijalisikia. Sheha tena, sheha ndo anaanza kukuhadithia kilichotokea. Haipendezi. Viongozi wetu wa juu tusiwaumize, tusiwachoshe. Wametuweka sisi huku chini kusikiliza na kukabiliana na yote yanayotokea kwenye ngazi zetu. Kwa hiyo inapotokea changamoto ya aina yoyote, wasiliana na sheha, ndo namba moja. Kuna watu wanapiga simu kwa mkuu wa mkoa, hatukatazi, piga simu unapotaka, lakini swali la kwanza nitakalokuuliza, sheha anajua hilo? Ukiniambia hajui, nitakwambia anzia kwake. Ukiniambia anajua lakini hajalishughulikia, nitarudi kwa mkuu wa wilaya. Dongwe pana tatizo moja mbili tatu, mwite sheha wako muulize kuna nini. Hizo ndo taratibu zetu. Limeshindikana kwa mkuu wa wilaya, litakuja mkoa. Limeshindikana mkoa, tutawasilisha serikali kuu kwa taratibu zilizopo. Kwa hiyo niwaombe sana, msikimbilie kule, kwa sababu huko mnakokimbilia tutaulizwa sisi kinachoendelea. Kwa hiyo tujaribu kufata hizi taratibu, na lile linalohitaji dharura si lazima utumie simu yako, nenda. Kuna watu wanalia tathmini ya mambo matatu, sekta tatu: sekta ya elimu, sekta ya afya na maji. Lakini hili halituzuii kuzungumza changamoto au kero, mafanikio mlionayo ndani ya sheria hizi tatu.
serikali imeimarisha miundombinu ya maji katika maeneo mengi, lakini pia serikali hivi sasa inaendelea na kuimarisha miundombinu ya barabara. Katika kufanya hivyo, masuala ya ujenzi, kuna maeneo tuna changamoto ya upatikanaji wa maji kwa sababu tumezuia zile bomba za kusambaza maji kwa ajili ya ujenzi wa barabara.